ili kuweza kubarikiwa na neno lake asubuhi ya leo. Na kwa hili ningeomba msaada aweze kutuongoza katika neno lake. Tunapoendelea ule muda ambaye tutakuwa nao. Ningependa kusoma katika kitabu cha Waebrania 12, sababu kwa vile tumekuwa tukifunzwa hapa kuhusu kuzaliwa mara ya pili, ingawa sijakuwa kwa muda fulani. 12 na mstari wa kwanza. Sisi tunalo kundi hili kubwa la mashahidi mbele yetu. Kwa hivyo tuondoe kila kizuizi kinacho kidogo. Kwa sababu hii, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa namna hii la mashahidi, basi na tuweke kando kila kinachotuzuia na ile dhambi inayotuzinga kwa urahisi. Nasi tupige mbio kwa saburi katika mashindano yaliyowekwa kwa ajili yetu. Basi na tumtazame sana Yesu, mwanzilishi na mshikilishaji wa imani yetu. Yeye ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba bila kujali aibu ya huo msalaba, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Mtafakarini sana yeye aliyestahimili upinzani mkuu namna hii kutoka kwa watu wenye dhambi, ili kwamba msije mkachoka na kukata tamaa katika kushindana kwetu dhidi ya dhambi, baada ya mjapigana kiasi cha kumwaga damu. Nanyi mmesahau yale maneno ya kuwaonya yanayowataja ninyi kuwa wana, yakisema, mwanangu, usidharau adhabu ya Bwana, wala usikate tamaa akikukemea, kwa sababu Bwana huadhibisha wale wapendao na huadhibu kila mmoja anayemkubali kuwa mwana. Amen. Amen. Tunaweza tukakaa. Asante sana Brother Francis kwa hii nafasi ambayo umeweza kunipa tena asubuhi ya leo, hata kama sistahili, lakini narudisha shukrani kwa sababu Yahweh anapenda wale wanaompenda na wale ambaye wanapenda kukaa katika bawa zake na kufuata mafundisho kama vile aliyowapa. Na kama nilivyosema ule wakati mwingine kwamba hizi ni vita ambavyo tunapigana, na vita tunavyopigana ni kwamba anayepata ushindi na anayeshindwa, hakuna mwenye hawezi kuwa na makovu. Sababu unapoenda kupigana vita na yule anayepigana naye, pia yeye ako na namna yake ya kupigana vita. Lakini cha muhimu ni kuwa washindi. Ndio maana vita tunavyopigana, mtu anapoanguka chini, tunaambiwa usikae chini tu mahali ulianguka, bali amuka na uendelee na vita na safari. Sababu safari tunayoenda ni safari ambayo ina milima na mabonde. Na kama vile Joshua, nakumbuka kisa cha Joshua kwamba Shetani yeye mwenyewe alikuwa pale Joshua alipokuwa katika mbele ya Elohim. Naye Shetani alikuwa pale alikuwa na mashtaka ambayo alikuwa anataka kupeana pale dhidi ya Joshua. Lakini mashtaka ya Shetani hakuwa anahitaji kwamba mstaki Joshua ili Joshua rekebishwe afuate njia zinazofaa. Shetani matumaini yake ilikuwa kumstaki Joshua ili Joshua aweze kuangamizwa na kupotea. Na ndio maana yeye alimkemea, kwa sababu nia yake haikuwa nzuri.
Na ndio maana kila wakati tunapokuwa katika imani hii, ni imani ambayo ndugu zangu ina vita nyingi sana. Na kunao wanao imani ambayo wanastahimili mapigo hata makuu, sababu kama yale majaribu yaliyopata ndugu zetu akina Peter, akina Paul, sidhani kwamba sisi wengi wetu wakati huu tukipitia majaribu kama yale tunaweza yaweza. Ndio maana neno linasema kwamba majaribu, kila mtu anayejaribiwa anajaribiwa na ile jaribu ambaye anaweza kustahimili. Wale waliweza kustahimili hizo kupasuliwa na misumeno. Na uhakika kwa saa hii kuna mtu ambaye anaweza kuambiwa kwamba hata sisi wandugu hapa kwamba huu ni msumeno, usikie wengine kwamba wamekiri kwamba wamekana. Lakini wale walikufa wakiwa wameshika imani kwa sababu walipewa uwezo wa kuweza kustahimili majaribu yale. Sisi naye tuna majaribu yetu ambayo tunapewa, ambaye tunaweza kustahimili, na Mungu anapeana mlango wa kutokea. So tunapopatwa na majaribu kila wakati, cha muhimu ni kwamba tusibaki pale tulipoanguka, ama tusibaki pale kwamba ama kuona kwamba sababu ili haliwezekani tuweze. Unajua mara nyingi tunafundishwa hapa, unapata mtu anapojua kwamba kuna kitu ambacho amefanya makosa, mara nyingi huwa anapotea kama Adam alivyopotea. Na kupotea si kumaanisha kwamba ndio unapata suluhisho, ndipo unazidi kuwa na shida, na ndio unazidi kujiwekea mizigo mingi kuliko kwenda karibu na Yawe, kurudi nyumba ya Bwana, sababu ni mwenye huruma, aweze kukurudisha katika njia na hali mwenye na msamaha, na uendelee na safari imani. So asubuhi ya leo mimi sijaweza kuongea, nilikuwa nimemuongea na ndugu yetu kupitia WhatsApp, lakini naona ni kama hakusoma, na nilisikia wandugu waliandika kwamba internet pale ifanye kazi. Lakini asante kwa wale waliweza kuongea na ndugu yetu Brother Daud, na niliona pale wameandika mambo fulani ambayo yanahitajika kufanyia ndugu yetu pale. Ilisemekana kwamba juu mambo ya internet haifanyi kazi, kuna anahitaji credit sababu ya kuweza kuongea na watu, na pia kama unamuongelesha uweze kumtumia credit sababu yeye anachajiwa pande ile nyingine. So asante kwa wale waliweza kuongea na ndugu yetu, sababu unasikia hali ilivyo Tanzania pale ni mambo ya taharuki na kila kitu. Nilikuwa nimesikia amesema kwamba kimesimama, lakini sijui vile hali ilivyo kwa saa hii. So tunamuombea aweze kumaliza ile kazi ameenda pale ya utumishi salama, na wale wote walio pale ili aweze kurudia salama kwa neema yake Yawe. So Yawe wabariki sana. Asubuhi ya leo sitaenda sana, lakini jambo ningependa kusema ni kwamba kitu ambacho ama imani ambayo tuko nayo asubuhi ya leo na Mungu ambaye ameweza kutujalia sisi kundi ndogo hapa, ni imani ambayo inahitaji kujitoa. Na kwa sababu imani alishatopea na alishatuokoa, sasa ni kazi yetu kuweza kupigana. Uwezi kupewa chochote na kuweza kukaa pale chini na kusema kwamba sababu wokovu ulishaupata, ni kazi ya Elohim kukulinda na kufanyia kila kitu. So ni juu yako kupigana vita ya imani yako ili uweze kuwa mshindi, kwa sababu imani, unapookolewa na kupewa imani yako, ama unapozaliwa mara ya pili, ni bidii yako. Kwa sababu mtoto anapozaliwa, mtoto mdogo, huwezi kupata mtoto mwenye amezaliwa anawekaga bidii kuhakikisha kwamba anatambaa, na mama yake ajui ni wakati gani mtoto atatambaa, lakini mtoto ndiye anaweka bidii. Anaona watu wanatambaa, anajua hata mimi nafaa kufanya hiki, anakazana kutambaa. Akiweza kutambaa, sasa anaanza kung'ang'ana kusimama, kutembea. Kazi ya mama ni kuona wakati anapoweka bidii katika kujaribu kusimama, yeye anamjaribu kumsimamisha na kumjaribu kumzoelesha. So na sisi pia katika imani hatufai kwamba wakati tumeokolewa tunatulia mahali moja na kusema sababu wewe umeshaokolewa, batizwa, sasa unatulia unasema sasa wokovu nimeshapata, hauna kazi nyingine ya kufanya.
kazi ipo, na kazi ni ya kuweka bidii katika imani yako, kuhakikisha kwamba chochote ambacho, kwa sababu ninaonaga mara nyingi unaona askari ama serikali inaweka kibao mahali inasema kwamba maybe wanasema hapa hakuna stage usibebe. But hakuna wakati watakuja kuweka askari pale waseme kwanza lazima achunge hii stage matatu yote siwezi kubeba. Mradi tu wameweka ile sign pale ya kukataza kwamba hapo hakuna kubeba. So wengi wanaweza kuja pale wabebe. Kila wakati matatu inabeba na hakuna mwenye anashikwa, lakini ile wakati itakuja kufika kwamba umebeba na askari akiwa karibu, sasa ile sheria ya ile kibao ambayo imewekwa pale ndio itaanza kufanya kazi wakati ule umeweza kupatikana. So Mungu amesema tuwekea sheria kwa maandiko yake, usifanye hii, fanya haya, fanya hii, fanya haya. Lakini Mungu, hata kama Mungu anatuangalia na anatufuatilia kile tunachokifanya, but unaweza ukafanya hiyo makosa ambaye alisema usifanye na chochote kitiweze kutokea maybe pale. Lakini kumbuka, sababu neno la Mungu bado liko pale na sheria bado iko pale na iwezi tolewa, wakati wa wake ikifika wa kufanyishwa kazi ndio utakuja kupata kwamba sasa kumbe ile sheria ama ile sheria Mungu iko hai na ni wakati sasa wakaweza kufanyishwa kazi. So ni majukumu yetu kwamba kujiangalia kabisa na kuangalia sheria za Mungu. Na kwa sababu ni vita nyingi ambazo tunapigana, ni wajibu wetu pea nguvu, kuomba na kuhakikisha kwamba unapopata umeenda nje ya reli, unahakikisha kwamba kwa mara moja umeweza kurudi kwa reli. Ili mambo, unajua unapopotea kwenye reli, mambo ya Mungu hatakuwa mapale yakikugoja mpaka wakati utakaporudi, yataendelea. Na utakapokuja kurudi utapata kwamba kama vile ule muda niliweza kuja kuwa sijafika hapa, utapata mambo mingi sana yameweza kukupita. Sasa utakuwa nyuma hatua kadhaa dhidi ya wale ambaye walikuwa pale wakati ambaye waliendelea na safari. So ndugu zetu, sababu kila mmoja, kwa sababu shetani anajaribu kila mtu, kama anajua pande hii aweze kukupata, anajaribu pande hii ambaye anaona ni kama anaweza kupata kwa rahisi. Sababu kuna sehemu shetani hata hawezi kujaribu ndugu yetu amarada muamini yoyote, kwa sababu anajua pale atakijaribu hawezi. So anajaribu kila wakati, na shetani neno inasema kwamba anapokujaribu na umeweza kufaulu kumpinga ujaanguka, inasema kwamba anakuacha mpaka wakati mwingine kujaribu kukuweka katika majaribu. Ndio maana mimi ningeomba asubuhi ya leo, kwanza ndugu zangu, munisaidie, muniombee kuhusu uvumilivu na kitu kingine ambacho ni hasira za haraka. Sababu zile hasira za haraka zinaweza fanya ukapata umefanya jambo lingine ambalo hukufaa kufanya kama muaminio. Na unapolifanya lishapita, huwezi rudisha. Hata kama limekuguza, limekuuma, nafikiri namna kurekebisha, basi lishapita. So kwangu mimi ningeweza kuomba, kwa sababu hilo ni jambo ambalo hata mama yangu ameshawahi kuniambia kwamba niweze kupunguza ama kujaribu kuondoa kabisa hasira za haraka. Sababu sisi kama waaminio hatufai kuwa na mambo kama yale, kwa sababu yanatupeleka mahali ambapo umejipata mahali ambapo hata ule mtu ambaye ulifaa kuelekeza inakuwa ni vigumu, kwa sababu yale mambo uliyofanya mbele yake nashindwa sasa kumconvince tena, kumuonyesha kwamba ama kumuonyesha jambo ambalo ulifanya ni makosa. Sababu kama wewe ni mtu ambaye ni kama vile nilikuwa naona ama nilikuwa na share na mtu mwingine, namwambia kwamba sana kama walimu, mtu ambaye anaongoza mahali fulani, walimu kama walimu wa shule wanaofundisha watoto, unapata mwanamke ni msichana mwalimu ambaye anavaa miniskirt na ni mwalimu wa maybe hizi shule za msingi. Ndio anafundisha wanafunzi pale kuhusu namna kujua kufanya mahesabu ama Kiingereza, lakini kwa namna nyingine ndio anawafundisha masomo ili waweze kujiendeleza kupata namna maisha katika ulimwengu, ama kupata elimu namna kufanya mambo. Lakini
katika hali ya mavazi ajui, pande moja nawafundisha vizuri kuweza kupata kujua mahesabu, pande nyingine nawafundisha namna njia mbaya, namna kuvaa. Kwa sababu kama mwalimu afai kwenda pale kuweza kuvaa mavazi kama pale akiwa mtu ambaye anaongoza watoto katika maadili, anafaa kuongoza katika namna yoyote ile. Ile ni kuhusu mavazi, kuhusu namna anafanya mambo, na kuhusu pia kuwafundisha yale ambayo anawafundisha ili kuweza kujieleza kimaisha. Pia na sisi ni vile vile. Tunapokuwa pale nje, tunafaa kuwa mwelekeo mwema wakati ndio hata mambo wakati utakapokwenda kuongoza mtu, kumuonyesha njia. Angalau kuna mambo ambayo amejifunza kutoka kwako hata kabla hujasema. So yale mengine utakayomfundisha yatakuwa rahisi kupenya kuliko kuona kwamba yale unayomwambia na yale ambaye anaona ukifanya ni tofauti. Itakuwa vigumu sana kwake kuweza kuelewa ama kukuamini. So ni wajibu wetu sana wale ambaye tunashare na watu pale nje, tunapofanya mambo yetu tunayoyafanya yawe kwanza ni mafunzo kwa watu yale tunayoongea. Lakini unajipata kwanza mara nyingi shetani, sababu pia apendi wakati mambo mazuri yanayofanywa, yuko pale kuhakikisha kwamba tuseme anasema unasema choma picha yako already kabla hata hujaongea. Anakufanya unafanya kitu ama jambo ambalo already wale wameshuhudia pale ukiwa limewakwaza. So unapoenda kuongeleza sasa inakuwa ni vigumu. Kwa nini? Amesha kufanya already kwa wale, kwa sababu watu wengi sana wanasoma watu sana, si sana vile unavyosema ama unavyoongea, sana vile unavyofanya. Ndio mara nyingi watu wanaangalia sana na wanajifunza kutoka pale. Ninaonaga mara nyingi unapata kwamba, na ndio maana umesikia kwamba neno imesema hapa tumezungukwa na mashahidi wengi pale. Tumezungukwa na mashahidi wengi sana. Nimeshaona kwa mtandao unapata mtu amefanya kitu fulani, maybe ni kitu mzuri, hakujua kama kuna shahidi alikuwa nyuma yake. Nishaona mtu mwingine ambaye alikuwa na gari na alikuwa na overtake pikipiki kwa Mombasa Road. Nilikuwa nimeona kwa mtandao. But kuna mtu alichukua video nyuma yake akasema kwamba huyu mtu ako na heshima sana sababu ana overtake hii pikipiki ni kama gari. Sababu watu wengi pikipiki anapopita hapa kando, watu wengi wanapitaga hapo karibu naye, karibu hata unapata pikipiki ameruka kule nje. Sasa huyu mtu alichukua video na akasema huyu mtu alifanya vizuri sana sababu nimeona ana overtake huyu mtu wa pikipiki kama mtu ambaye ana overtake gari, na alimwobserve sana kutoka pale watu walikuwa natembea. So hakujua kama kuna shahidi. But shahidi aliyekuwa nyuma yake alimchukua kwa mambo mazuri. Je, sisi wanapotuona, je wakati umepita mahali ama umeongea umefanya jambo fulani, je ule shahidi ambaye yuko pale hata kama si muaminio anatoa ushahidi gani ama anaweza toa nini gani kukuhusu? Ndio maana saa zingine ninajiulizanga kwamba kuna wakati nilikuwa najiuliza, maybe unapata umepita mtu vibaya, alafu nilikuwa najiuliza sasa huyo mtu niliyempita hivi vibaya kwa bahati nzuri tu ama kwa vizuri tu tuweze kupatana mahali, itabidi nishare na yeye neno ama itabidi ninyamaze kwa sababu ya yale aliyoona nimemfanyia? So itabidi ulikuwa na nafasi ya kuweza kumfunza neno ama kuna neno fulani ulitaka aweze kulipata, lakini kuna kizuizi kitakuwa pale. Kwa nini? Kuna jambo ambalo ameliona. So utamconvince aje? Je, utaanza kwa kurekebisha yale uliyefanya mbele yake ndio uweze kumfundisha, ama utamfundisha hivyo bila kurekebisha pale, ama itabidi unyamaze? Na unaponyamaza kwa kutokushare na huyo mtu sababu kuna kitu fulani ambaye ni kikwazo kwake, jambo kama hilo kwa Elohim haiwezi kuwa vizuri na litakuwa tu ni mastaka kwako, kwa sababu ulifaa kushare na huyo mtu, ulifaa kumpea habari ya ujumbe ulio nao. Lakini kwa sababu wewe unajihisi uko sawa, imekuwa ni kizuizi chako cha kuweza kumwelekeza. So huyo mtu atakapoenda kupotea, sababu maybe inaweza kuwa nafasi ilikuwa ile tu yako ambaye ungeweza kumuongeleza na kuweza kuamini, je akapotea?
Uone kama kana kwamba yale mambo ambaye, sababu Biblia inasema kwamba kama uliona kitu kwa ndugu yako na hukuweza kumuelezea, yale makosa yanakuwa juu yako. So na kama kweli uliona jambo ambayo ulifaa kueleza huyo mtu, but kuna kikwazo kwa sababu ya vile wewe ulivyokuwa umefanya, ungeweza kumsaidia. So sidhani kwamba kwa Elohim inaweza kuwa jambo ambalo ni sawa. So kama sisi wa ndugu tunafaa kukaa, mimi nikiwa mmoja wao, tunafaa kuenda kama njia ambazo zinafaa kwa watu. Kwa sababu hakuna jambo mzuri kama wakati umefanya jambo na unajua kwanza hili jambo umefanya ni nzuri, unasikiaga ndani yako ni kama sijui unakuwa na furaha nyingine ambayo huwezi hata ukaielezea. Kwa nini? Umefanya jambo nzuri. Vivyo vivyo unavyofanya jambo ambalo ni makosa alikufaa, hivyo ndivyo unavyosikia ndani unawaka. Unakosa amani, unakosa namna, unahisi kwamba amani imekupotea. Kwa nini? Unapofanya makosa, kitu ya kwanza kuja ni amani kuondoka. Unapofanya jambo ambalo ni nzuri, kitu ya kwanza hapo ni amani na furaha kuja ndani yako. Kwa nini? Ina maana unapokuwa ndani ya furaha, ina maana mbingu pia zina furaha na wewe. Unapohukumiwa ndani ya moyo, ina maana Mungu aliye mkuu ama Roho anahukumu ama kinyume na wewe zaidi ya vile kama moyo wetu unatuhukumu. Je, Mungu yukoje? Na kama mioyo yetu iko na furaha, je, Mungu yukoje na furaha dhidi yetu? So ile jambo ningeweza kuweza kusema asubuhi ya leo ni kwamba tuweke bidii katika imani yetu, kwa sababu na ulimwengu mahali ambapo saizi umefika unategemea ikundi dogo ambaye tuko hapa. Elohim katika ulimwengu mzima anatutegemea sisi ambao ni kundi ndogo kuweza kuelekeza ulimwengu ama kuonyesha ulimwengu njia. Imagine ni furaha iliyoje ama ni heshima iliyoje ili kundi ndogo ya sisi hapa ambaye tunahangaika kwa mambo kadhaa wa kadha na kupataliwa hata na huu ulimwengu. Ni heshima gani ambaye tuko naye kundi ndogo hapa kama tujapewa na ulimwengu, but Mungu ameamua ulimwengu ambaye unatuchukia, huo ulimwengu kama uwezi kutuheshimu sisi ama kuamini tunachowaelekeza ama kuwaambia, ulimwengu wote utapotea. Hebu angalia ni heshima gani. Hakuchagua wa Amerika ambaye ni taifa kubwa ama Warusi, basi amechagua kundi ndogo ya watu ambaye haja maybe hawajaweza kusoma vizuri kama sisi, ambaye ulimwengu unatudharau. Amesema utajiri wangu wote nimepea hili kundi ndogo. So kama mnahitaji huo utajiri, nyenyekeeni kwao. Amen. So na kama Mungu ameweza kutupea heshima kama hii, mara nyingi unapata sisi tunachukua hiyo heshima na kuikanyangia chini. Ni aibu iliyoje mwana wa mfalme ama mfalme amepea mtu mamlaka ya kushughulika na kila kitu. Imagine kama Rais Ruto anakuambia yeyote atakaye hitaji kitu, ama kama Yosef, yeyote atakaye hitaji kitu lazima akuje kwako. Sasa imagine kama mtu kama Yosef kuchukua heshima kama hiyo ambaye maybe alikuwa amepewa pale na kuweza kuikanyangia chini, na yeye ndiye alikuwa tegemeo tu la Mungu kuweza kusaidia wale watu. So tegemeo la Mungu wakati huu kupeana chakula cha kiroho ni sisi kundi ndogo hapa. So tunafaa hii heshima kuichukua na dhamani kubwa sana. Ndio maana ndugu yetu brother Daudi unapenda kutuambia kwamba hatujui sisi ni akina nani. Sababu mara nyingi tunajichukua kama watu tu wa kawaida. Mahali pembe unafanya kazi, unajichukua tu kama mtu wa kawaida ambaye amenyimwa haki zake zote na mwajiri wake. Unajiona mtu ambaye ni wa kawaida ambaye hajapewa hata cheo pale katika kampuni. Unajiona mtu ambaye maybe hafai.
Unaona wale watu ambao wamepewa maybe vyeo pale kwa kampuni mbele yako, maybe umekaa hapo miaka nyingi, unajiona ni kama mtu ambaye amedharauliwa na ana dhamani. But Brother Daudi venye alituambia ni kwamba haujijui wewe ni nani. Hao ambao wamepewa vyeo pale wanakuhitaji wewe, ili kuweza kupata ufalme wa Mungu, kuweza kupata baraka za Elohim. Wanakuhitaji wewe kutafuta mahali ulipo na kunyenyekea kwako na kukuuliza ni nini mapenzi ya Mungu ili niweze kupata hili. Na Mungu amekupea hiyo majukumu, amechukua majukumu. Imagine Mungu kuchukua majukumu yote ya mbinguni na kukupa wewe. Anakuambia atakaye kusikiza yeye, sababu wewe ni kinywa cha Mungu. Atakaye kusikiza wewe, chochote ambacho kinatokana na Mungu nimekuachia wewe, atapata kupitia kwako wewe mwenyewe. So tujichukue kama watu ambaye hawafai ndugu zetu, hata kama maybe tuna challenges za kila aina, lakini tuna utajiri mwingi sana. Kwa sababu utajiri wa mbingu si wa hapa duniani, utajiri wote wa mbingu Elohim ametukabidhi. Tunaweza kugawia wale ambao wanahitaji. Lakini kwa wakati kama tunaweza onekana, tunaweza uliza mtu anakuambia ni utajiri gani unaweza gawia watu, wewe mwenyewe uko na nini? But hawezi jua si utajiri ambao unaonekana na macho. Ama si utajiri wa magorofa hapa Nairobi. Hiyo iko na wenyewe. Na iko na watu wa ulimwengu. Hiyo ni mali yao. Na ndio maana sisi hatuwezi kupata, unapata magorofa kama haya ama kupewa hivyo vyeo vya ulimwengu, hauwezi kupata, sababu vyeo vya ulimwengu vimeenda kinyume na sisi. Sababu ukipata cheo, ukitaka cheo cha ulimwengu, lazima useme ndugu yako ni muuaji, ni mwizi, ama ndugu yako ni hili na hili, ili uweze kufaulu. Lakini kama unahitaji kufaulu kwa Elohim, lazima useme mimi sifai, ndugu yangu ni anafaa. Sasa hiyo katika ulimwengu ukisema ndugu yako ni anafaa, vipi hata kwa sisi wa ndugu hapa? Si rahisi. Umeenda umepata kazi hapa, ni kazi inalipwa 1300. Na mko ndugu wawili, useme ndugu yangu mimi naona sifai, but ndugu yangu anafaa. Si rahisi. Lakini Elohim hapo ndiye amekuwa hawezi kubadili, sababu una ile hisia za kibinadamu, ama una ile hisia. Elohim hawezi badilisha wazo lake na kusema. Ndio maana wengine waliuliza, hata mitume waliuliza Elohim, Yeshua, hii mambo ni ngumu sana, nani anaweza? Lakini tunaweza kwa imani, si kwa sababu ya hisia ama kimwili huwezi, lakini kwa sababu ya imani na msaada wa Elohim. Inaitwa sacrifice, ni kujitoa. Yeshua ama Elohim mwenyewe amejitoa akakuokoa. So na wewe ni ujitoe kwake, sababu kama alijitoa akaua sababu yako, so malipo yako kwake ni yapi? Pia ni kujitoa. Ndio maana ukisoma hapo neno nasikia nasatuambia kwamba hatujafikia hata mahali pa kumwaga damu, sababu imani yetu. So nadhani unapomwaga damu, Paulo unaposema kuhusu kumwaga damu, Yeshua mwenyewe alimwaga damu. Na ndio maana hata wale mitume pia waliweza kumwaga damu yao. Si kwa sababu Yeshua hakuwapenda wapitishie mangumu, sababu wengi ninapoenda kumalizia, wengi wanaamini kwamba unapookolewa wanasema kwamba yote yamekwisha. Hakuna mshale ambaye umeelekezwa kwako utakao faulu. Ndio, mshale utakaoelekezwa kwako huwezi faulu. Lakini si kusema utakudunga, utakuchoma, lakini huwezi ukafaulu. Paulo alidungwa na nyoka, aliumwa na nyoka. Na mimi hiyo nyoka isimuume, but ilimuuma. But haikufaulu. Hata wale waliogojea kwamba iweze kuua mshale uweze kufaulu, haukufaulu. But ulimchoma. Na sisi pia ni kujipa imani, kwaja kujua kwamba nilipoenda kubatizwa, kuna ndugu mmoja na alipoteanga sijai kumuona, aliweza kuniambia kwamba ndugu yangu, ndio tunaelekea hivi kwenda Nyayo. Akaniambia sasa unangoja unapoenda kubatizwa, ukibatizwa hizi ndio mashida zitaanza. Nikashitwa.
Tena natakuja nimetoka kwa mashine na kuja kubatizwa ili mambo yawe sawa. Wewe naona niambie nataka kubatizwa kwamba ndio shida itaanza tena. Karibu nivunjike moyo, lakini kwa sababu si nguvu zangu zilikuwa zinipeleka pale. Nilisikia tu nikapita, but nguvu sio akaniwekea nguvu pia nikaendelea. Na kweli nilipobatizwa ile shida nilipatana nayo. Nilikuwa nakaa njaa hapa Nairobi na niko kazi. Vitu ambavyo sikuwa naweza kupata ile wakati. Lakini nilipofaulu na kuendelea na imani, nikaona mambo yanaendelea kubadilika. Si kumaanisha kwamba waamini hatuwezi kupata shida. Si maana kwamba tunapokuwa waaminio, ndio sasa Wapentekoste wanapenda tuamini kwamba unapookolewa sasa wewe uko upande wa Mungu, wale wanapata shida ni watu wa shetani. But hajui wale wako na shida zaidi ni wale walioamini. Lakini shida za gani? Shida wanaopigwa na wenye dhambi na shetani. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu si sababu wenye dhambi, kwa sababu wanapendwa na Mungu. Sio sababu tunapendwa na Elohim, ndio maana vita vya shetani na watu wake vinapoanza. So ni wajibu wetu kujua vinavyokuja, namna ya kupigana. Tumepewa kila silaha, tumepewa namna, ingawa saa zingine unapopita njia saa zingine inakuwa ni kupenda kwa sababu umeshapewa kila silaha. Ngao nini na tupigana. Na unapokaa ndani ya neno kusema kweli, mimi hizi vitu nimeshuhudia kwamba hakuna silaha ambaye imeelekezwa kwako itakao faulu. Silaha ya maonevu, silaha ambaye ni ya kinyume na Elohim. Lakini vita na mapigo, hiyo naye jitayarishe kama muamini. Sio unapoamini umekuja katika jeshi na mwanajeshi ni kwenda vita. Usifikirie shetani pia ako na wanajeshi wake ambaye ni dhaifu. Ako na wanajeshi pia ambaye ametrain wazuri sana kwenye vita. Ndio maana unaona unapoenda kushare hili neno na mlevi hawezi kuambia wanawake hafai kuhubiri, ni makosa. Hata kuambia ni makosa adhibitisha na nini? But wale wanajeshi ambaye shetani anatrain hapa theology, hiyo ndio kambi shetani anapeleka wanajeshi wake kutrain. Na sana sana ni wanajeshi ambaye wako na silaha nyingi sana, wana pesa, wana kila kitu cha kuweza kupigana. Sababu utakujaje kupigana? Utakujaje kusema wanawake wanafaa kuhubiri bila kuwa na andiko, bila kujua la Joel, bila kujua maana hiyo andiko? Anajua Joel, aliniambia Bwana Daudi alituambia vizuri sana. Ukitaka kujua mwanafunzi, mwalimu yukoje, angalia mwanafunzi wake. Unaona tu mwanafunzi vile anavyokuambia, soma Joel, unajua pasta wake ni mtu ambaye ni useless kabisa. Sababu pasta wake anajua tu andiko la Joel. Ndio maana huyu na sababu hapendi kusoma Bible, akiwaambia Joel, anajua Joel ngapi, anaangitika mahali Joel. Anaweka rai. Sasa anakoja mahali mtu atasema wanawake hafai kuhubiri, sema soma Joel. Ajui andiko la Joel lilitimia lini? Na Joel, imagine mtu ambaye amesoma, ako na degree, ameenda theology, but hajui maana ya prophecy na kufundisha. Hajui maana ya prophecy na teaching. Anakuambia hapana, Joel inasema kwamba watoto wetu wa kike watatabiri. Unamuuliza, nafurahia sana sababu kuna maandiko inasema katika Paulo anasema kwamba zamani sisi hakujua kusema, but sasa tunaweza kusema. Mimi sikuwahi dhani maisha yangu kwamba naweza nikasimama na bishop mwenye kuna degree sijui hii ama ngapi akakimbia mbio. Mtu ambaye mimi sikwenda shule, sikujua chochote, but nashangaa mtu kwa na nini ajui. Hii ni baraka. Ndio maana nilitangulia kusema kwamba hatujui sisi akina nani, hatujui utajiri tulio nao. So kwa hiyo mimi nitamalizia hapo, nafikiri dakika nilizopewa nilikuwa nimepewa na ndugu Francis zimeisha. Nikaribisha ndugu yangu Brother Paul ili aweze kutuzungumzia vile Roho atakavyomuongoza. Asanteni sana yawe hapo.